Hakika Tanzania imezidi kuandika historia mara baada ya kutinga katika hatua ya 16 bora katika michuano ya fainali za mataifa Afrika ikijulikana kama AFCON katika mwaka 2025, ambapo michuano hii inafanyika kule nchini Morocco, ambapo leo ulikuwa ni mchezo wao mwingine mara baada ya kutinga katika hatua ya 16 bora ya AFCON ya mwaka 2025. Na mchezo wa leo walikuwepo wakiandikwa dhidi ya wenyeji wao ni timu ya taifa ya Morocco, ambapo mpaka hivi sasa tunasema ni kwa upande wa wenyeji ambao ni timu ya Morocco ambao wameondoka na ushindi wa goli moja kwa bila mnamo dakika ya 64 kutoka kwa moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika ligi kuu kule nchini Hispania. Huyu ni kutoka ndani ya klabu ya Real Madrid. Huyu ni Brahim Diaz mnamo dakika 64 akiweza kuiandikia Morocco goli la kwanza. Licha dakika 45 za kipindi cha kwanza lango la timu ya taifa Tanzania lilikuwepo salama, lakini pia vile vile lango la timu ya taifa Morocco lilisalia salama dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini second half ama dakika 45 za kipindi cha pili zilikuwa za namna yake, kosa nyingi ambazo timu ya taifa Morocco imetengeza nafasi hizo, lakini timu ya taifa Tanzania ikawa imejiweka ama ikawa inazidi kuzuia nafasi hizo, licha pia mitambo mingine ya panya ikigonga katika lango la timu ya taifa Tanzania. Moja kati ya mkwaju ambao umepigwa na beki kutoka Paris Saint-Germain kule katika Ligue 1. Huyu ni Achraf Hakimi, ambapo alipiga mpira wa set pieces, lakini mpira ule ukagonga mtambo wa panya. Lakini mnamo dakika 64 Brahim Diaz kutoka Real Madrid, licha kosa nyingi ambazo amezikosa katika lango la timu ya taifa Tanzania, mnamo dakika 64 akaweza kuielekea timu ya taifa ya Morocco goli hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa timu ya taifa Tanzania, licha pia ya kukosa goli kwa Simon Msuva, ni kama vile hakuweza kutulia, hakuwepo na utulivu mara baada ya assist ama cross iliyochongwa na mshambuliaji kutoka Simba Sports Club, huyu ni Selemani Gomez Mwalimu, kupiga mpira ule, lakini Simon Msuva kuweza kuangalia wapi kile anapiga kile kichwa, kwa sababu aliruka tu na alikuwa yeye amebaki na goli, licha ya mlinda mlango Yasin Bonu kuweza mpira ule ni kama vile alikuwa ameshakubali kwamba mpira ule unakwenda kuingia nyavuni, lakini kwa upande wa Simon Msuva ni kama vile hakuwa na utulivu. Lakini yote kwa yote tunasema ni vamos Tanzania Taifa Stars, hakika wameandika historia baada ya miaka mingi ya kutokutinga hatua ya 16 bora michuano hii ya AFCON kwa mwaka 2025. Lakini katika upande wa vikosi vya timu zote mbili, leo formation kwa kocha wa Tanzania Miguel Angel Gamoni, raia kutoka Amerika Kusini, ambaye amekuja na mapinduzi mapya, lakini pia na kuifanikisha Tanzania kuandika historia, na itakumbukwa kwa kikosi chake ama nafasi yake ambayo alichaguliwa mara baada ya kuchukua kijiti kutoka kwa Hemedi Suleiman Morocco kuja kuifundisha Taifa Stars. Lakini katika upande wa formation ambao ameingia nayo leo mwalimu Miguel Angel Gamondi, ameingia na mkakati mahususi, kwa maana ameanza na mabeki watatu, lakini pia katikati alianza na akaweka viungo wanne, lakini pale midfield kwa maana ni kama vile namba 6 yule Faisal Salum Feitoto akawa amebaki peke yake, lakini mbele wakaanza na washambuliaji wawili ambapo ni Selemani Mwalimu Gomez pamoja na Simon Msuva, lakini katikati alikuwepo mwenyewe ni Faisal Salum Feitoto, lakini Mohamed Hussein, Novatus Dismas Miroshi, Msanga pia kianza, Haji Mnoga, Dickson Jobo katika upande wa mabeki akishirikiana na Bakari Mnomamnyeto pamoja na Ibrahim Abdullah Hamadi Baka kutoka Young Africans, lakini golikipa ni Hussein Masaranga. Hivyo nasema ni vamozi sana kwa timu ya taifa Tanzania kwa kuandika pia historia, lakini si haikuwa rahisi kufika katika hatua hii ya 16 bora ya fainali za mataifa ya Afrika kwa maana AFCON ya 2025 ambapo inachezeka nchini Morocco. Hii ni Nako TV kwa habari mbalimbali za kimichezo, exclusive interview. Endelea kusubscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele, lakini pia tufollow katika mitandao yetu rasmi kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako Media. Instagram na TikTok kote huko Niako Media, Niako TV tunapatikana huko, ingia uzidi kutufuatilia kwa ukaribu zaidi. Mimi naitwa official Mutra Msanwaji, katika Instagram yangu napatikana kwa jina moja la official Mutra Msanwaji_tz, pamoja pia vile vile na TikTok wengi wanapenda kuniita ama blessed boy. Hivyo full time ni katika uwanja wa Complex Sportive Moulay Abdellah kule nchini Morocco leo Januari 4
ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, Morocco ndio wamefanikiwa kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo huo dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania. Maoni yako ni yapi baada ya mchezo huu kutamatika? Tuelekea maoni yako chini ya video. Hii ni Yako TV. Usiache kutufuatilia kwa habari mbalimbali za kimichezo, burudani, siasa kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania.